Unajua kwamba stress sio tu kuchoka? Sayansi inathibitisha kuwa kuna aina moja ya stress inayoweza kula seli za ubongo wako na kuufanya usinyae kama tunda lililooza, na huenda unayo sasa hivi bila hata kujua. Leo nitakufunulia aina 7 za stress ambazo ni hatari kuliko sumu, na mwishoni nitakwambia siri moja ya kibiolojia itakayokusaidia kuzizima zote mara moja. Baki hapo hapo. Namba 1. Msongo wa mawazo wa kudumu, chronic stress. Hii ndiyo aina hatari zaidi kwa sababu haipigi kelele, inafanya kazi kama mchwa. Hii ni stress inayotokana na shinikizo la muda mrefu ambalo haliondoki. Labda ni deni la miaka 5, ndoa ambayo haina furaha kwa muongo mmoja, au mazingira ya kazi yenye chuki. Unapokuwa na stress ya kudumu, tezi zako za adrenal hutoa homoni ya cortisol mfululizo. Cortisol ikizidi mwilini kwa muda mrefu, inaanza kushambulia hippocampus, sehemu ya ubongo inayohusika na kumbukumbu. Ndio maana watu wenye stress ya muda mrefu huanza kusahau vitu vidogo vidogo. Ni kama injini ya gari inayofanya kazi saa 24 bila kuzimwa wala kufanyiwa service. Mwisho wa siku, injini inakufa. Hii inasababisha kinga ya mwili kushuka na unajikuta unapata mafua au maumivu ya mwili mara kwa mara bila sababu ya msingi. Namba 2. Msongo wa kihisia, emotional stress. Hii inatokana na mahusiano ya sumu, kupoteza mtu unayempenda, au hisia za upweke na kukataliwa. Watu wengi wanadhani ni huzuni tu, lakini kihisia unapovurugika, mfumo wako wa neva unachanganyikiwa. Unapopata msongo wa kihisia, ubongo wako unatafsiri maumivu ya moyo sawa na maumivu ya mwili. Hii ndiyo sababu unaweza kuhisi kifua kubana au tumbo kuvurugika baada ya ugomvi na mtu unayempinda. Hii inakupelekea kufanya maamuzi mabaya ya kifedha, kama vile kutumia pesa hovyo ili kujifariji, na hapo ndipo maisha yanapoanza kuporomoka. Huwezi kuwa na maono ya mbali, vision, kama moyo wako umejaa vidonda vya hisia ambavyo havijapona. Namba 3. Msongo wa kazi na mafanikio, occupational stress. Katika ulimwengu wa sasa wa hustle culture, tunalazimishwa kuwa productive kila saa. Aina hii ya stress inakuja unapoona juhudi zako hazilingani na matokeo, au unapoishi kwa ajili ya kutimiza malengo ya bosi wako huku ndoto zako zikifa. Hii sio tu kuchoka kwa kawaida, ni ile hali ambapo ukiamka asubuhi unajisikia uzito hata wa kuinuka kitandani kuelekea kazini. Kazi uliyokuwa unaipenda sasa inaonekana kama kifungo. Hii inaua ubunifu wako. Ubongo wako unajizima ili kujilinda, na matokeo yake unakuwa kama robot. Unafanya kazi lakini huna roho ndani yake. Usipoidhibiti, hii inakupelekea kuchukia kila mafanikio unayapata kwa sababu unahisi yanakugharimu utu wako. Namba 4. Msongo wa kipato na uchumi, financial stress. Hii ndiyo sababu namba 1 ya migogoro kwenye familia na kuvunjika kwa heshima ya mtu. Hofu ya kesho, kodi ya nyumba na madeni yanayokukabili. Stress ya kifedha inashambulia sehemu ya ubongo inayoitwa prefrontal cortex. Hapa ndipo kituo cha mipango, mantiki na nidhamu kilipo. Unapokuwa na stress ya hela, uwezo wako wa kutengeneza mbinu za kupata hela unashuka. IQ yako inashuka kwa muda. Hii inakufanya ufanye makosa zaidi, uchukue mikopo ya hovyo na kuingia kwenye mzunguko wa umaskini, vicious cycle. Ni vigumu kuwa na hekima ukiwa na njaa au hofu ya kufukuzwa kwenye nyumba uliopanga. Namba 5. Msongo wa kiwewe, kidonda cha rohoni, traumatic stress au PTSD. Hii inatokana na matukio makubwa ya kutisha uliopitia, ajali, unyanyasaji wa utotoni au misukosuko ya kufilisika ghafla. Tofauti na stress zingine, hii inajificha kwenye subconscious mind. Unaweza kuwa unaishi maisha ya kawaida leo, lakini sauti fulani, harufu fulani au mazingira fulani yakachochea kumbukumbu ya tukio la zamani. Unaanza kutetemeka, kupata hasira kali au hofu ghafla bila sababu ya msingi. Huu ni ubongo wako ukijaribu kukulinda na hatari ambayo haipo tena. Usiposhughulika na kiwewe cha nyuma, utakuwa unajihujumu, self-sabotage, kila unapokaribia kupiga hatua kubwa, kwa sababu ubongo wako unaogopa maumivu yale ya zamani yasijirudie. Namba 6. Msongo wa mazingira na kidijitali, environmental and digital stress. Hii ni aina mpya ya stress ya karne ya 21. Notifications za simu kila sekunde, kelele za mji na habari mbaya za kila saa kwenye mitandao ya kijamii.
Ubongo wa mwanadamu haukuumbwa kuchakata taarifa nyingi kiasi hiki. Kila unapoangalia simu, ubongo unatoa kiasi kidogo cha dopamine, lakini baada ya muda unachoka. Hii inasababisha hali tunayoita decision fatigue. Unachoka kufanya maamuzi madogo. Mwisho wa siku unajikuta huna nguvu ya kufanya mambo ya msingi kama kusoma kitabu au kufanya mazoezi. Mazingira machafu au yenye fujo pia huongeza kiwango cha stress bila wewe kujua. Namba 7, msongo wa kufikirika au kujitakia, perceived au internal stress. Hii ndiyo sumu ya kizazi cha leo. Ni stress inayotokana na perfectionism, kutaka kila kitu kiwe kamili, au kujilinganisha na maisha ya uongo ya watu kwenye Instagram. Unajipa pressure ya kufikia maisha ya mtu mwingine wakati hujui gharama aliyolipa. Unajihukumu kwa makosa madogo na unajiona hufai. Aina hii inaharibu kujiamini kwako, self-esteem. Unakuwa adui wa wewe mwenyewe. Badala ya kuwa na shukrani kwa hatua ulizopiga, unajitesa kwa hatua ambazo bado hujapiga. Hii inakufanya uishi kwenye kesho ambayo haifiki na kusahau leo yako. Kumbuka nilikwambia kuhusu siri ya kibiolojia. Siri ni hii: ubongo wako hauwezi kutofautisha kati ya simba anayekukimbiza na stress ya kudaiwa kodi. Pindi unapohisi mwilini mwako kumeanza kuwaka moto kwa stress yoyote kati ya hizi, tumia mbinu ya 4-7-8 breathing. Vuta pumzi kwa sekunde 4, ishike kwa sekunde 7 na itoe taratibu kwa mdomo kwa sekunde 8. Hii inautumia ujumbe wa moja kwa moja kwenye mfumo wa neva unaoitwa vagus nerve. Inamwambia ubongo wako, tuko salama, zima alamu ya hatari. Ukifanya hivi, uwezo wako wa kufikiri unarudi na unaweza kutatua matatizo yako badala ya kuyakimbia. Kati ya hizi 7, ni ipi unahisi imekuwa ikikuzuia kupata maendeleo kwa muda? Niandikie kwenye comment hapo chini, nitapita kusoma na kutoa ushauri zaidi kwa kila mmoja. Kama video hii imekufungua macho, mpe rafiki yako zawadi kwa kumtumia link hii. Unaweza kuokoa maisha ya mtu leo. Usisahau kulike ili YouTube iifikishe video hii kwa wengine. Asante kwa kutazama mpaka sekunde hii. Hii ni Fikra Chanya, tukutane kwenye video ijayo. Peace.